Kutokana na maisha ambayo alikuwa akiishi, na wewe kama mtu wake wa karibu ambaye ulikuwa ukishirikiana naye kwenye mambo mengi sana, nini ushauri wako kwa waigizaji na Watanzania kwa ujumla kutokana na maisha yake alikuwa akiishi? Kubwa nitasema labda mambo mawili. Moja, mimi na waambia Watanzania tuendelee kuthamini mchango mkubwa aliowacha kaka yetu, baba yetu, mzee Onyango, kwa kuhakikisha kwamba yale mazuri aliyoyafanya, maudhui yake mazuri aliyofanya kwa jamii yanaendelea kuishi na kuibadilisha jamii kupitia sisi tunapotazama maudhui yake. Lakini pili, kwa wanatasnia wangu kuendelea kushikamana, umoja na mshikamano, hususan tunapotokea katika matatizo kama haya ya vifo, lakini pia hata kwenye masuala mengine yanayoleta furaha, tushikamane na kuonyesha sisi ni watu wamoja ambao tunaweza jamii kubwa ikatutazama licha ya yale maudhui tunayofanya, lakini maisha yetu nje ya ile kazi tunayoifanya inaweza pia kuleta athari kubwa kwa jamii, na kuona kwamba wanatasnia wa filamu na michezo ya kuigiza ni watu walioshikamana, wanaweza kusimamia mambo yao kwa pamoja, iwe kwa shida, iwe kwa raha. Kwa hiyo hilo ni moja. Lakini niongeze la tatu la mwisho ni ile kufanya wanatasnia wetu kuendelea kushikamana, tushikamane, kuwa na mshikamano mkubwa, tuwe na umoja, tuwe na shabaha moja ambayo itatusaidia sasa hata sisi serikali tunapokuja, bodi ya filamu inapokuja, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo inapokuja, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapokuja kwetu, anajua anakuja kwa watu walioshikamana ili aendelee kutengeneza miundombinu bora kwa ajili ya sekta yetu kuweza kuwa sekta imara inaweza kuleta kipato kwa Watanzania.